Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani sana, za siri kubwa, naomba ikiwa unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati ambazo huwezi kuzipata katika vyombo vingine vya habari. Sasa iko hivi, unapotazama kwa skrini yako sasa hivi, wameweza kuchapisha habari ambazo zinasema hivi: Coco Beach haiuzwi, inafanywa maboresho tu Mwigulu. Sasa iko hivi, waziri mkuu hapa Tanzania Mwigulu Nchemba ameamua kusimama na Watanzania sasa hivi na kugeukia mkubwa wake ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Ametoa mzomo kwa sababu waziri mkuu Nchemba amegeukia rais huyu ambaye alijichagua, Samia Suluhu Hassan, na kumzomea kwa yale ambayo anataka kuyafanya. Sasa kwa sababu serikali hii imekosa mikopo, imekosa misaada mingi hapa Tanzania, tuliona Rais Samia alienda kule Dubai akatia sahihi makubaliano katika mikataba 16 ambayo ingelenga kuuza baadhi ya rasilimali za Tanzania, lakini nitakuonyesha kwa undani. Waziri huyu Mwigulu Nchemba ameamua na kuhapa na kusema ya kwamba liwe liwalo na liwe, Coco Beach haiwezi kuuziwa wawekezaji, liwe liwalo na liwe. Beach ni sehemu ya kupumzika na kufurahia mazingira. Unajua, ni kurudishe nyuma kidogo ili nikuundie msingi ukaweze kuelewa yale ambayo nazungumzia. Sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan iliamua kugawa rasilimali muhimu ya hapa Tanzania kwa nchi za Kiarabu. Samia huyu amefanya mabadiliko mengi kwa sababu anatafuta hela. Ikumbukwe hifadhi, majuma mawili yaliyopita niliweza kuangazia haya, ni kuundie msingi kama hukusikia. Hifadhi ya Ngorongoro Suluhu aliipeana kwa wafanyabiashara wa Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, United Arab Emirates. Mkataba ulifanywa kisiri, wa Tanzania hawajui ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea. Eneo hilo limeuziwa United Arab Emirates. Muliona hata Wamasai walikuwa wamepanda mahindi ikakatwa. Eneo hilo sasa hivi limeenda. Alipoenda Dubai, Samia alitia sahihi mikataba 16. Mnakumbuka mambo ya bandari ya Dar es Salaam iliweza kuuziwa Waarabu. Bandari, vile mnajua, bandari ni sehemu ambayo ama tuseme ni kituo cha usafiri na biashara ya majini. Bandari hiyo ikauzwa kwa Waarabu. Bandari ya Dar es Salaam iliuzwa kupitia Samia Suluhu Hassan. Na hata sasa hivi unapoenda kule Ngorongoro, country code, ukiingia pale code hubadilika, inakuletea code ya Waarabu, ambayo inamaanisha eneo hilo lishauzwa kwa Waarabu. Sasa kulikuwa na njama tena Beach kuuzwa kwa Waarabu, kwa sababu mikataba ile 16 huwezi kujua ni kipi ambacho kinataka kuuzwa hapa Tanzania, kwa sababu ilikuwa ya siri alipoenda kule Dubai huyu Samia Suluhu Hassan. Sasa Mwigulu Nchemba amegeuka na kusema ya kwamba Coco Beach haiwezi kuuzwa, haiwezi kupeanwa kwa mwekezaji yeyote, kwa sababu wa Tanzania wanafurahia beach hiyo. Alipotamka maneno haya, Mwigulu Nchemba
watu waliweza kumshangilia kwa sababu imeonekana serikali iliyopo mamlakani inataka kuuza kila kitu, tukae maskini hapa Tanzania vile inadaiwa. Na katika siku za hivi majuzi tumeona Mwigulu Nchemba akizomewa sana, kwa sababu huyu waziri ambaye ni wa Samia Suluhu Hassan, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Paul Makonda, huyu Bashite huyu aliweza kutoa msomo akiwa kule Arusha kwa mkutano ambao uliweza kuhudhuriwa na Mwigulu Nchemba. Akasema ya kwamba kuna watu ambao wanajifanya wazuri, wanataka kuwania kiti cha urais, hawawezi kushika uongozi hapa Tanzania. Alikuwa anamlenga Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu, kwa sababu ameonekana akitembea katika sehemu mbalimbali akiwa na vipaza sauti, akionekana kuzungumzia wananchi wa Tanzania kama Magufuli alivyokuwa anafanya, kuwaongelesha hapa na pale, na yeye anaendelea na kampeni za chini, na hawa machawa wengine wa Suluhu Hassan wameanza kumtishia hapa na pale na kusema ya kwamba hawezi kushika uongozi hapa Tanzania. Sasa na Mwigulu Nchemba ameona hii imewagusa, imewafanya waumie moyoni, wakati anafika wananchi karibu na kuwazungumzia kusuluhisha changamoto ama shida zile ambazo Watanzania wanazozipitia sasa hivi. Sasa ameanza kurushiwa makombora makali, na sasa Mwigulu Nchemba yeye anaendelea na jitihada zake ambazo sasa huenda zigonge mwamba, kwa sababu ameanza kufuatiliwa sana na machawa wa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wamekasirika, huenda huyu ndiye atamtoa Samia Suluhu Hassan Ikulu, kwa sababu inasemekana ya kwamba huyu Paul Makonda kuna maswali ambayo aliuliza kwamba mbona watu wengine mumeanza kujifanya watetezi wa wananchi na hamfanyi chochote? Yeyote atakayemsaliti Samia Suluhu Hassan hawezi kuwa rais katika taifa la Tanzania, kwa sababu huwezi kuwa malaika dakika za mwisho. Shetani tafuta cha kufanya. Na hata wakati unataka kuwa rais mwaka 2030 ulikuwa wapi? Ulifanya nini? Watu hawawezi kuwa rais kwa kugeuka wakubwa wao. Hayo ni Bashite aliyasema yeye mwenyewe. Kwa hivyo kuna tofauti ambazo sasa zimeanza, na huenda kitanukishwa tena katika uongozi, kwa sababu sasa hivi tuna taarifa kwamba kati ya Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais na mkubwa wake Samia Suluhu Hassan hawaendani pamoja, na sasa wameanza Mwigulu Nchemba, na hii serikali huenda kama wameanza kuzomeana itasambaratika wakati wowote, na Samia ataondoka Ikulu ghafla. Naomba kutamatishia kanda hii hapo, tukutane kwa kanda nyingine ya baadaye. Ikiwa unatazama na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho ubonyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwa heri kwa sasa.